Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu tukujuze yale yaliyojiri tukuendelea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, ndio kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Miriam Laponi, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabi Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Daktari Philip Mpango awahimiza Watanzania kuendelea kushirikiana katika changamoto. Serikali yaahidi kuendelea kuongeza fursa za ajira na mitaji kwa vijana ili kuwawezesha kuchangia ukuaji wa uchumi. Na katika habari za kimataifa, jeshi la Sudani ladai kudhibiti ikulu mjini Khartoum. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amewahimiza Watanzania kuendelea kushirikiana katika changamoto mbalimbali zinapotokea katika jamii, ikiwemo magonjwa na vifo, kwa kudumisha undugu, amani na kupendana ili kuwa na taifa lenye ustawi. Taarifa zaidi inasoma studio na Mrisho Mapeo. Dr. Mpango ameeleza hayo aliposhiriki msiba wa Damaris Hawasi ambaye ni mke wa katibu wa NEC uchumi na fedha wa Chama cha Mapinduzi Dr. Frank Hawasi katika makazi ya familia hiyo mtaa wa Miyuji jijini Dodoma. Akiwafariji waombolezaji katika msiba huo, makamu wa rais ametuma salamu za rambirambi za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ametoa pole kwa familia na waombolezaji wote kufuatia msiba huo. Tumeguswa sana na kuondoka kwa mama yetu, lakini tuna imani thabiti kabisa kwamba mama huyu ametimiza wajibu wake na amepokelewa kwa Muumba wake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa Tanzania tumejenga mila ambayo ni tofauti sana na nchi nyingine. Tungeanza kuulizana hapa, wewe unatoka wapi, wewe unatoka wapi, tutashangaana. Hata ndugu yangu hapa Katu, tuko naye kila siku kwenye vikao, sijawahi kumuuliza natoka wapi. Lakini ninachoomba ni kwamba tudumishe undugu namna hii. Jirani anapopata changamoto, iwe ni msiba, iwe ni kuugua, basi tufanye mazoea ya kuwa pamoja namna hii. Ndivyo inavyompendeza Mungu. Aidha, amewaombea faraja wanafamilia pamoja na wote walioguswa na msiba huo, huku akiwashukuru wananchi waliojitokeza kuifariji familia katika kipindi hiki kigumu kwao. Sanjari na hayo, makamu wa rais amesema marehemu Damaris Hawasi alikuwa mchapakazi hodari aliyetimiza vema wajibu wake katika umri alojaliwa duniani, na kuongeza kwamba ni vema kujifunza juu ya kila mmoja kutimiza wajibu wake pamoja na kuishi vema na wanadamu wengine. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wananchi kuendelea kuiombea nchi amani ili maendeleo zaidi yapatikane. Taarifa zaidi inasomwa na Nancy Ibrahim. Alhaji Dr. Mwinyi amewasisitiza waumini na wananchi kuweka dhamana kuendeleza amani iliyopo, hususan wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka huu. Ameeleza kuwa kipindi cha miaka mitano ya awamu ya 8 mambo mengi ya maendeleo yamefanyika katika nyanja zote kutokana na nchi kuwa na amani, hivyo kuna wajibu wa kudumishwa. Tuiombee nchi yetu amani. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na tunafahamu kwamba mara nyingi katika nchi yetu hii amani hutetereka kipindi cha uchaguzi. Mwaka huu sote kwa pamoja tuweke azma ya kwamba tuingie katika uchaguzi kwa salama, tutoke kwa salama, na tukipata amani hii ikiendelea, maana yake yale mambo ya kimaendeleo mengi tutayafanya. Sanjari na hayo, amewasihi waumini hao kuongeza bidii katika ibada katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Alhaji Dr. Mwinyi ametoa tamko hilo alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa msikiti wa Welesi, Kikwajuni, wilaya Mjini. Asante Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Bodi ya maji bonde la Wami Ruvu imefanya maadhimisho ya wiki ya maji kwa kuzindua shughuli za shirikishi za rasilimali za utunzaji wa maji ili kuhamasisha uwekezaji katika eneo la bonde la maji Makutupora mkoani Dodoma. Taarifa zaidi na Josephine Kaponya.
Maadhimisho ya wiki ya maji yameanza rasmi tarehe 16 na yanatarajiwa kufikia tamati tarehe 22 mwezi huu, na bodi ya bonde la Wami Ruvu imefanya shughuli shirikishi ikiwemo ufugaji wa nyuki wa kisasa, ukataji nyasi kwa ajili ya mifugo na upandaji miti. Mhandisi Joel Mushi ambaye ni msimamizi wa bonde la maji la Wami Ruvu anaeleza changamoto zilizokuwa zinasababisha madhara katika eneo hilo kabla eneo hilo halijamilikiwa na wizara. Shughuli zilizokuwa zinasababisha haya madhara ni pamoja na kilimo holela, ukataji mkaa, uchomaji wa misitu pamoja na ufugaji holela. Baada ya changamoto hizi kusababisha ongezeko la nitrate katika maji chini ya ardhi ambayo ilikuwa inasababisha matumizi makubwa sana ya dawa za kusafisha maji kuweza kuwafikia wananchi, serikali iliamua kuchukua jukumu la kuhamisha vijiji vilivyokuwa katika eneo hili, lakini pia kupitia bodi ya maji bonde la Wami Ruvu na wizara ya maji iliamua kukasimisha eneo hili kumilikiwa na wizara. Wanachama zaidi ya 100 wanaounganisha chama cha wanaume wazee wastaafu Tanzania kwa ajili ya kupewa hadhi zao na kuheshimika katika jamii, nao wanaeleza lengo la kuunga mkono serikali katika kukabiliana na uhalifu wa utunzaji maji katika bonde la maji la Makutupora kidakio cha Kinyasungwe. Tumeshaweka mizinga 130 na leo hii mgeni rasmi alikuwa anahitimisha kwa kuweka mizinga mingine ambayo tulikuwa tumebakiza. Kwa hiyo licha ya kwamba sisi tumekuwa ni wazee, lakini tutatoa hiyo elimu kwa vijana, kwa mabinti, kuwafundisha hayo masuala ya ujasiriamali katika kutunza mazingira, kufuga nyuki na elimu zingine za ujasiriamali. Tumepata wafadhili kutoka Italia ambao wako tayari wanasubiri tupate eneo ambalo lenye hati ili waweze kuleta fedha. Wako tayari na fedha ziko tayari. Tunachosubiri ni kupata eneo. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ambaye ndio mgeni rasmi anaeleza changamoto na chanzo kinachosababisha adha ya maji mkoani Dodoma na kuchukua nafasi hiyo kukipongeza chama cha wanaume wazee Tanzania pamoja na bonde la Wami Ruvu kwa kulinda chanzo hicho cha maji. Holela wa miti, kilimo kisichoendelevu, uchimbaji wa madini, ufugaji katika maeneo ya hifadhi ya maji. Eneo hili limekuwa likiathiriwa na uchomaji moto na ufugaji holela wa mara kwa mara, hali inayorudisha nyuma jitihada za utunzaji wa chanzo hiki muhimu. Kutoka bonde la maji la Makutupora kidakio cha Kinyasungwe, Josephine Kaponya, TVE. Asante sana Josephine Kaponya kutoka Dodoma. Kamati ya kudumu ya bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa uwanja wa ndege Shinyanga ambao umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 40 na kumwagiza katibu mkuu wizara ya ujenzi kuhakikisha anamsimamia mkandarasi ili akamilishe kwa wakati. Mwamvita Mkondo ameenda taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Akizungumza mara baada ya kutembelea mradi huo wa ujenzi wa kiwanja cha ndege, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge uwekezaji wa mitaji ya umma PIC Agustino Vuma amesema licha ya kamati hiyo kuridhishwa na mradi huo, imetoa maagizo kwa katibu mkuu wizara ya ujenzi. Tuwapongeze sana ofisi ya mkuu wa mkoa kwa usimamizi thabiti wa mradi huu na hatimaye wananchi wa Shinyanga wanaenda kupata kiwanja kizuri, bora na cha kisasa. Kamati inamwagiza katibu mkuu wa wizara ya ujenzi kutekeleza mambo yafuatayo. Moja, kuhakikisha wakala inasimamia kamilifu wakandarasi wanaotekeleza mradi huu ili wakamilishe utekelezaji wa mradi kwa wakati na kwa viwango vilivyokusudiwa ili tija ya uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na serikali iweze kupatikana. Naibu katibu mkuu wizara ya ujenzi Charles Msonde amesema wanaendelea kumsimamia mkandarasi anayejenga kiwanja hicho na tayari ameagiza vifaa nje ya nchi vinavyohitajika, na ifikapo Juni 10 mwaka huu ujenzi huo utakuwa umekamilika. Sisi wasimamizi wa contract hatutaki kusema mambo ya kesho, sisi tunazungumza kile kinachoendelea leo. Kwa hiyo changamoto tuliyokuwa nayo ni ile kama tulivyoeleza kwenye taarifa yetu, ni changamoto ya mvua za El Nino na nini zilichelewesha kiasi fulani hatua fulani ya kuendelea ya utekelezaji wa mradi. Jambo ambalo hatuwezi kulisema leo kwa sababu litatuliwa na shughuli zinaendelea kama kawaida. Changamoto ya kuagiza vifaa nje, sasa kazi ni wajibu wa mkandarasi kuagiza kwa wakati na vifaa vilishaagizwa, na matarajio yetu sisi kimkataba kwamba vifaa vije kwa wakati na mkataba ukamilike tarehe 10 mwezi wa 6 2025. Upande wake mkuu wa wilaya ya Shinyanga Wakili Julius Mtatilo
amesema uwanja huo wa ndege utachangia ukuaji wa uchumi kwa kutumiwa kiwanja hicho kutokana na mkoa wa Shinyanga kuwa na fursa nyingi za kiuchumi. Unaweza ukaona kwamba hapa nyuma kulikuwa kuna shida. Yaani mwekezaji ama mwananchi ama mfanyabiashara atoke Shinyanga aende akapande ndege Mwanza. Atoke Shinyanga aende akapande ndege Kahama ambako ndege za Kahama zinakuja mara 3 kwa wiki. Ilikuwa ni kazi kubwa kwa wawekezaji, na wawekezaji maeneo ya namna hiyo wanapata shida ya kuingia na kuondoka. Wawekezaji na wafanyabiashara ni watu ambao wanataka kusafiri muda wote wanaotaka. Kwenda Mwanza ni kilomita 164. Umeona, kwenda na kurudi karibia kilomita 300. Sasa huyo mtu mfanyabiashara aende arudi, hizo gharama atakuwa amesave kama uwanja huu utafunguliwa kwa wakati. Alafu pia na mfanyabiashara atasave muda. Asante sana Mavita Mkondo kwa taarifa hiyo kutoka hapo Shinyanga. Ripoti ya utekelezaji wa malengo ya usawa wa kijinsia kupitia mkutano wa Beijing katika kipindi cha miaka 30 Tanzania inaeleza kuwa taifa bado linakabiliwa na changamoto ikiwemo ndoa za utotoni ambazo ni 37%, ukatili wa kijinsia na mauaji ya wanawake, ukeketaji na maeneo mengine, huku licha hayo nchi ikiendelea kuwa miongoni mwa mataifa ambayo yamefanya vyema katika kufikia ustawi wa kijinsia. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akisoma muhtasari wa ripoti hiyo katika makao makuu ya mtandao wa jinsia nchini TGNP wakati wa uzinduzi wa ripoti hiyo, mmoja wa wanawake ambaye alishiriki katika safari ya mkutano wa Beijing mwaka 1995, Leticia Mkulasa, pamoja na mkurugenzi wa mtandao wa jinsia nchini TGNP Lilian Liundi, wamesema sanjari na ripoti hiyo kuainisha mafanikio, bado kuna changamoto ambazo inabidi serikali kuzifanyia kazi. Kwa mujibu wa tafiti fulani, ukilinganisha na nchi nyingine, Tanzania inashika nafasi ya juu ya 12 kati ya nchi zenye kiwango kikubwa cha ueneaji wa ukatili katika kanda. Hii sio sifa nzuri kwa kweli. Ukatili wa wapenzi wa karibu ndio inaongoza, kwani kiwango kilichoripotiwa ukatili miongoni mwa wanawake walioolewa nchini Tanzania ni 78% katika mikoa ya Mara na Shinyanga. 48% ya wanawake Tanzania wamepata ukatili kutoka kwa wapenzi wao, na 25% ya wanawake wamepata ukatili kutoka kwa wapenzi wao kutoka kwa wapenzi wao katika maisha yao. Kuanzia 2019 hadi 21, tukio 7 la mauaji wa wapenzi, kesi za IPV ziliripotiwa ambazo wengi wao walichochewa na kitu kinaitwa wivu. Tukiangalia kwenye upande wa serikali za mitaa, safari bado ni ndefu sana. Tukiangalia takwimu za 2019 tulikuwa na wenye viti wa serikali za mitaa ilikuwa ni 2% tu, lakini tukiangalia madiwani ni 6% tu. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu sana katika eneo hilo. Dada zangu wapendwa, takwimu zinaonesha mabadiliko chanya katika kutokomeza na kupambana aina mbalimbali za ukatili. Kwa mfano, ukeketaji pia umepungua kwa 18% na 18% hadi 6%. 18% ilikuwa 1995, tumefika mpaka 6%. Mimba za utotoni ilikuwa 27.95, tumefika 16% 2023. Kwa hiyo hizi ni takwimu chache tu za kuonesha kwamba tumepiga hatua kwa kiasi fulani. Naye Shamim Khan, waziri mstaafu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Ngema Kilimari ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya mtandao wa jinsia nchini, wamesema katika kuhakikisha usawa wa kijinsia unapiga hatua kwa kasi, ni vyema wanawake wakajitokeza kuwania nafasi za uongozi. Mjitahidi, mjitokeze kugombea nafasi mbalimbali kutoka ngazi ya huko kijijini mpaka juu. Ukijitokeza, ukishinda vema, hukushindwa basi hujaua. Eti umeua, wala usione aibu. Jitokeze ukajiandikishe hapa. MC katukumbusha tukajiandikishe. Usisema ningekuwa mimi ungekuwa maana kila kura ina matter a lot. Nafikiri mnakumbuka au kama mmesoma, kuna yule dada anayeendesha malori aliambiwa na wanaume hao wanaokaa barabarani eti kwenye vigezo, wewe kwanza ulitakiwa kuwa nyumbani kupika
Tusi kubwa sana hilo kwa mwanamke wa leo. Sio tusi hilo jamani, tusi kubwa sana. Na mimi nimesema inabidi tulitolee hata tamko leo hii. Bado badala ya kumshangilia mwanamama msichana aliyekwenda anaendesha malori, wangekuwa ni shangwe kubwa. Unamtukana arudi nyumbani. Hiyo ndio hulka bado tunayo, na sidhani kama hii ni ya kimila hata kidogo. Nafikiri ni kutokuwa na mtazamo wa kijinsia. Bado tuifanyie kazi. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya wanawake UN Women na wadau walioshiriki katika mkutano huo wameeleza baadhi ya hatua ambazo serikali imezipiga katika usawa wa kijinsia, huku wakiahidi kuendelea kushirikiana na nchi ya Tanzania katika kupigania masuala ya usawa wa kijinsia. Sisi wanawake ni viongozi hodari. Mustakabali wa Tanzania na dunia kwa ujumla yenye mwanga au yenye mwangaza ni dunia ambayo mwanamke anapata heshima stahiki na nafasi yake stahiki. Basi tuendelee kuondoa na kuvunja vizuizi vyote vinavyomzuia mwanamke, tupanue mipaka na kuinua wanawake wenzetu, sio tu katika huu mwezi au katika hii siku tunayosherehekea siku ya mwanamke, bali katika siku zote za maisha yetu. Mfumo wa vikundi vya kuweka na kukopa kama CARE tumechangia kiasi cha kutosha kwenye sera za nchi za hiyo, lakini pia tumechangia sana sera ya ardhi iliyozinduliwa juzi na Mheshimiwa Rais wetu. Tunajivunia sasa hivi Prudence Masako, mume wangu anaitwa Geoffrey, hati zetu zina majina yetu wote. Hicho ni kitu muhimu sana. Mkutano wa Beijing utakumbukwa kama chanzo cha harakati za usawa wa kijinsia hasa kwa mataifa mengi duniani ikiwemo taifa la Tanzania, kwani maazimio yake ndio yamekuwa yakitumika kama mwongozo wa kufikia malengo usawa wa kijinsia. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Siku chache baada ya TVE Habari kutoa taarifa ya wananchi wa mtaa wa Tegeta A kuvamia ofisi za serikali ya mtaa huo uliopo kata ya Goba, manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam, wakilalamikia ubovu wa barabara yao na kuhoji ni lini itatengenezwa. Meneja TARURA mkoa huo Geoffrey Mkinga ameeleza hatua hiyo iliyofikiwa kwenye barabara hiyo kwa ajili ya ujenzi kwa kiwango cha lami. Mrisho Mapeyo ameenda taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam kufuatia tukio hilo, Geoffrey Mkinga ambaye ni meneja wa TARURA wa mkoa huo amesema mkandarasi wa ujenzi wa barabara hiyo ya Tegeta A inayojumuisha daraja la Kwa Katunzi tayari ameshapatikana, isipokuwa zipo hatua za kisheria zinazomaliziwa kwa mwanasheria mkuu ili ujenzi uanze. Akizungumzia ombi la barabara hiyo angalau kupitishiwa greda ili kuiboresha wakati wakisubiri mpango wa ujenzi kwa kiwango cha lami, Mkinga amesema kuwa kwa sasa si vema kutumia gharama wakati ndani ya miezi miwili ijayo ujenzi huo unakwenda kuanza. Ziko barabara kwa mfano ambayo ilikuwa imelalamikiwa hivi karibuni, barabara ya Goba wa Kolea au wenyewe wanasema Tegeta A. Ni kweli barabara ile ina changamoto, lakini sehemu kubwa barabara ina urefu wa kilomita 7.76. Sehemu ambayo ina changamoto ni sehemu kwenye mto. Mto ambao unahitaji ujenzi wa daraja box culvert kubwa ambalo kwenye mradi huu nao lipo. Kwa hiyo mkandarasi amekwisha kupatikana, tusubiri kidogo hizi taratibu nyingine za kisheria zikamilike. Tutakwenda pale kujenga daraja kubwa na imara. Hakuna namna ambayo sasa hizi unaweza kwenda kujenga pale daraja la muda mfupi kwa kuzingatia pia ni muda ambao tunaendea mvua. Daraja la kuweza kupitisha watu pale sasa hivi na magari yao hapana. Uzuri ni kwamba kipande kile kuna mita 200 tu unakuwa umeingia ile barabara ya Msumi Madale, ambao ukitoka unatokea barabara Madale kwenye lami. Tunawaomba wananchi kwa muda huu mchache wavumilie. Katika malalamiko yao baada ya kuvamia ofisi ya serikali ya mtaa huo, wananchi wa mtaa wa Tegeta A akiwemo mwenyekiti wa madereva wa bajaji wa mtaa huo wameelekeza kilio chao kwa Rais Dr. Samia wakiomba aingilie kati swala hilo ili kuwasaidia. Tunaomba barabara haijarekebishwa, bado iko kwenye shida, iko kwenye matatizo. Wananchi kilio chetu ni hicho wa Tegeta hii. Nadhani tunaomba Mama Samia atusikilize sisi kama wanawake. Tunapata shida mno. Wamama wanazalia kwenye bajaji. Lakini kuna mengine sisi hatuwezi kulaumu uongozi wa juu. Maana tunajua huyo ni mama yetu anatupenda.
hawezi kututupa, hawezi kutuacha, lakini hiki kilio kama amekisikia, tunaomba kimfikie kwa machozi. Na hiki kipindi ni kipindi ambacho tunajua imani zetu zimesimama wapi. Tuko kipindi cha imani, na ndio maana tumesimama kwa kilio kikubwa. Tunamlilia Mama Samia atusaidie. Tunakutana na changamoto nyingi sana, hasa kipindi cha mvua. Barabara zimeharibika, lazima nauli zipande juu, lakini wananchi wanalalamika, tunawaumiza, lakini kipande ni kifupi. Unakuta mtu anakwambia shilingi 1000 au 1500, lakini ukiangalia miundombinu inatubana, inatuumiza. Tunawahurumia wananchi, lakini changamoto ni barabara. Tunaiomba serikali ituangalie kwa jicho lingine. Maana vikao vimekuwa vingi, ahadi zimekuwa nyingi. Wamekaa ofisini tu, watembee, watoke waangalie huku. Kilio chetu kikubwa ni barabara. Barabara hii imekuwa na ahadi zisizopungua miaka 4 sasa. Kila siku tunaambiwa barabara imesainiwa. Tunadanganywa. Viongozi wetu walikuwa wanakuja wanatudanganya. Lakini kupitia mwenyekiti wa sasa wa serikali ya mtaa alikuja akaja kugundua kwamba hii barabara bado haijasainiwa. Sawa? Lakini bado aliendelea kufuatilia mpaka juzi akapata majibu kwamba tarehe 3 ya mwezi huu ilikuwa barua isainiwe. Tunakuja kuulizia tena, tunaambiwa mkataba uko kwa mwanasheria. Sawa, ni taratibu za kiserikali, lakini mpaka lini? Itakumbukwa kuwa katika majibu yake baada ya wananchi wa mtaa huo kuvamia ofisi yake, mwenyekiti wa serikali ya mtaa huo wa Tegeta A, Protas Rwanda, alieleza hatua ambazo ofisi yake imechukua ili barabara hiyo iweze kujengwa. Mkuu wa wilaya wetu alituita pale Kimara alipokutana na sisi wenyeviti wa serikali ya mtaa wa jimbo la Kibamba na jimbo la Ubungo. Lakini kulikuwa na wataalamu mbalimbali wa TANESCO, wa TARURA na wengine wote walikuwa pale. Waliposimama watu wa TARURA walituambia tarehe 3 mwezi wa 3 barabara yetu ya barabara za DMDP zenye mradi wa DMDP 2 watasaini mkataba tarehe 3 mwezi wa 3. Lakini ilipopita tarehe 3 mwezi wa 3 vile vile na mimi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa nilifuatilia kutaka kujua kwamba mkataba huo umesainiwa au vipi. Lakini nilipompigia meneja wa TARURA akaniambia wanafuatilia hizo taarifa. Lakini sikuacha kukaa kimya, niliendelea kumfuatilia tena na nakumbuka mpaka Ijumaa na message ninazo hapa. Baada ya kumfuatilia akaniambia kwamba mkataba wa DMDP uko kwa mwanasheria mkuu, haujasainiwa. Kwa hiyo sisi bado tunaendelea kufuatilia kujua kwamba mkataba huo utasainiwa lini. Na kwa sababu nyinyi mmekuja, itatusaidia na vyombo vya habari vitatusaidia. Na vile vile niombe mamlaka ikiwepo mkuu wetu wa wilaya kwamba hawa TARURA walisema tarehe 3 mwezi wa 3 mkataba utasainiwa. Basi watusaidie wananchi wa mtaa wetu wa Tegeta kwa kweli wanapata shida. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Mkoa wa Dodoma una upungufu wa walimu 6471 wa shule za msingi sawa na 48.88%, ambao mahitaji ya walimu ni 14418, huku upungufu wa vyumba vya madarasa ukitajwa kufikia 6492. Taarifa zaidi na Pendo Mangala kutoka Dodoma. Katika hatua za kuhakikisha ufaulu unaongezeka mkoani humo, serikali ya mkoa wa Dodoma imeweka malengo ya kuongeza ufaulu kwa 100% na kushika nafasi ya kwanza kitaifa kwenye matokeo ya darasa la 7 na kidato cha 4, ambapo inatajwa kuwa upungufu wa vyumba vya madarasa ndio uhaba ambao unasababisha kutokufikia malengo. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na afisa elimu wa mkoa wa Dodoma, Mwalimu Vincent Kayombo, wakati wa mkutano mkuu wa wadau wa elimu mkoani humo, ambapo amesema kuwa wanatumia mkutano huo kufanya tathmini ya mafanikio na changamoto za mpango mkakati wa elimu wa mwaka 2024-2025. Mahitaji ya walimu kutokana na idadi hiyo ya wanafunzi ni walimu 14,418 ambapo waliopo ni 7,947 ambao wanaume ni 3,891 na wanawake ni 4,456. Hivyo mkoa una upungufu wa walimu wa shule za msingi 6,471 sawa na 48.88%. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, shule za sekondari. Mkoa una wanafunzi 140,389 ambapo wavulana ni 60,583 na wasichana ni 79,806. Mkoa una uhitaji wa walimu 6,150 na waliopo ni walimu 4,710 wakiwemo wanaume 2,538 na wanawake 2,172. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule
Wakati akitoa hotuba kwa niaba ya naibu waziri mkuu, amesema kuwa kupitia kampeni ya uwajibikaji wangu umesaidia kuongeza ufaulu mkoani Dodoma. Upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, ufaulu umepanda kutoka 84.585 mwaka 2023 mpaka 86.12 mwaka 2024, na kidato cha 4 kutoka 87.63 mwaka 2023 mpaka 92.81 mwaka 2024. Tumejikita hapa kuongeza ufaulu kwa wanafunzi na kuongeza utendaji kazi kwa watumishi wa elimu katika ngazi zote, nikimaanisha mkoa, halmashauri, kata mpaka shule. Naye naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Wilson Mahera amesema kuwa serikali ya awamu ya 6 imejidhatiti kuhakikisha sekta ya elimu inakuwa kwa kasi kwa ujenzi wa miundombinu mipya na ya kisasa. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Viongozi wa chama cha walimu katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali wametakiwa kutekeleza majukumu yao kikamilifu ili kuondokana na migogoro inayojitokeza katika baadhi ya maeneo kutokana na kutowajibika ipasavyo kwa wananchi wao. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na katibu tawala halmashauri ya wilaya ya Mbarali wakati wa ufunguzi wa kikao maalum cha uchaguzi wa viongozi wa ngazi mbalimbali kwa chama cha walimu halmashauri ya Mbarali, ambapo amewataka walimu kusaidia kutatua migogoro inayojitokeza katika maeneo yao ya utumishi. Hakikisha kwamba wanachama wao wanashughulikia malalamiko yao, ili wimbi la walimu kuhama CWT kwenda vyama vingine sio wimbi la kulishangaa, ni mambo ya kawaida. Vinapokuwa viko vyama viwili, kuna chaguzi mbili zipo, mtu anaamua kwenda huko au huko, lakini CWT ikae chini iangalie sababu zinazofanya walimu wahame wengi kwenda chama kingine. Kwa upande wake Msomali Sala kwa mgeni rasmi, katibu wa CWT wilaya Mbarali amezungumzia changamoto wanazokutana nazo, huku mwenyekiti wa CWT mkoa wa Mbeya pamoja na katibu wa Chama cha Mapinduzi halmashauri ya wilaya Mbarali wakawa na haya kusema. Mwenyekiti mstaafu wa CWT wilaya Mbarali amewaomba viongozi kuwa wajibikaji katika nyadhifa zao, huku mmoja wa wadhibiti ubora akazungumzia umuhimu wa uongozi huo. Tuwe viongozi ambao tunaamini watatuvusha miaka mitano. Kazi ya kusemea mfanyakazi sio ndogo kama tunavyofikiri, ni kazi ngumu. Ripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Simelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo tokea Mbeya. Zaidi ya wakazi 1000 wa mtaa wa Mpomvu kata ya Mtakuja manispaa Geita wamekusanyika kushuhudia tukio la kushangaza baada ya mti ulioangushwa na upepo ulioambatana na mvua kusimama tena asubuhi iliyofuata. Taarifa ya Joel Maduka kutoka Geita inasoma studio na Nancy Ibrahim.
Mti huo unaomilikiwa na kanisa la Golani Gospel Center lililopo mtaani hapo umeibua mijadala kuhusu uwezekano wa tukio hilo kuwa na miujiza, ambapo baadhi ya viongozi wa kanisa na wananchi wameeleza kushangazwa na hali hiyo. Katibu wa kanisa la GGC Yohana Matias amesema tukio hilo limewashangaza waumini wa kanisa na wakazi wa Mpomvu, huku wengine wakilihusisha na nguvu za kiimani. Na kulikata mvua zilizokesha leo zinanyesha. Maana kule nyuma unavyoliona limesimama benjuka likabaki na shimo kubwa sana. Kwa tulimshauri hata aliyekuwa nakata kwamba likatie chini sije ikabaki gogo refu. Lakini hakutuelewa. Akakata kabakiza shimo refu kama ilivyoonekana. Cha maajabu leo nimeshtuka napigiwa simu, bwana ule mtu mliokuja kushuhudia umerudi mahali pake ulivyokuwa. Nimekuja kwanza sikuamini. Nikasema hii siwezi kuiamini mpaka nifike nijaribu kushuhudia. Nikawa nimekuja kufika. Nimekuta ule mti umesimama kama ulivyoonekana hapo. Hii changamoto ambayo tumeiona leo, tangu nimefika hapa nilikuwa sijawahi kuiona. Ila kwa leo ndo nimeshuhudia kuona hili tukio. Ila siamini kama ni ushirikina upo hapo. Labda ni kwa neema tu ya Mungu imejitokeza hivi. Mchungaji wa kanisa la Golani Gospel Center amesema mti huo ulikuwa wa muda mrefu na baada ya kuangushwa na upepo waliamua kukata kwa kuwa ulikuwa umezuia njia. Taifa linazungumza kwamba mti huu tuliupanda sisi wenyewe kwa matumizi ya kuchana ambao baadaye, na kwa sababu ulikuwa umeshakuwa mkubwa, na baada ya mvua ya juzi kunyesha, mvua ya upepo mkubwa sana, ikawa imeanguka, na ukiangalia pembeni kuna jengo pale liliathirika kidogo, na mfumo wa umeme pia ulipata shida, ambao hata jana TANESCO walikuwa hapa kwa ajili ya kurudishia umeme. Jamii na ninachowaeleza, hakuna cha ushirikina kwamba uliosababisha mti huo kusimama. Ni mti tu ambao umeanguka baada ya kuangua na kuacha shimo nyuma yake, na baada ya kutolewa matawi, ule uzito wa udongo pamoja na shina, kwa sababu ni nene, ikabidi kurudi kwenye shimo lake basi. Aidha, mchungaji Jefta amesema tukio hilo lisihusishwe na imani za kishirikina na amewataka wananchi kuwa watulivu, huku akilitafakari kwa mtazamo wa kawaida wa kimaumbile badala ya kuingiza hofu ama imani potofu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali yaahidi kuendelea kuongeza fursa za ajira na mitaji kwa vijana ili kuwawezesha kuchangia ukuaji wa uchumi.